Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu niweze kuwapasha yale yote ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Kila ambacho nawaomba yeyote ambaye ni mgeni mwenye ananitazama kwa mara ya kwanza, tafadhali pigeni subscription. Sambaza hizi taarifa kwa vikundi vingi: Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Share linki zetu ziweze kuwafikia watu wengi. Taarifa ambazo nimeweza kuzipokea kwenye studio zetu, mpenzi mtazamaji, sasa hivi ni kwamba watalii na wageni wamepigwa marufuku kuingia Tanzania mpaka Januari. Wageni na watalii wamepigwa marufuku kuingia Tanzania mpaka Januari mwaka 2026. Hizi ripoti zimeweza kutolewa na wananchi wa Tanzania kutokana na video ambazo zimeweza kutolewa zikionyesha watu wengi sana ambao waliweza kuuawa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ambao walikuwa wanakataa uchaguzi wa wizi. Kwa hivyo taarifa ambazo wameweza kuzituma kwa vyombo vya habari na kuelekea rubaa za kimataifa, wananchi hao wanasema kwamba Tanzania hakuna usalama. Kwa hivyo hawataki wageni waingie Tanzania waende kukufia pale. Jinsi ambavyo unaona hapo ripoti ambayo imeweza kutolewa, naomba niweze kukusomea haya baada ya haya nyingine nikuchambulie. Imeanza kwa kuandikwa Tanzania mpya. Taarifa kwa vyombo vya habari: Tanzania si salama kwa raia wa kigeni. Itolewe kwa uharaka. Dar es Salaam mnamo tarehe 16 Novemba mwaka 2026 hii leo. Wamesema kwamba Tanzania sio salama kwa raia wa kigeni. Haya ya kwanza ikasomeka hivi: tunalaani vikali jitihada zinazoendelea kufanywa na mamlaka ya Tanzania zikiongozwa na Wizara ya Afya kusambaza taarifa za upotoshaji kwa Watanzania na jumuiya ya kimataifa kwa madai kuwa maiti zilizorekodiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti ya hospitali ya Mwananyamala jijini Dar es Salaam ni upotoshaji. Hapo jana kuna video ambayo iliweza kutolewa kutoka Mwananyamala mochari ikionyesha mamia ya vijana wakiwa wamerundikanishwa chini ya sakafu wakiwa wameaga dunia. Sasa hiyo video serikali imejaribu kila iwezavyo ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasema kwamba hizo taarifa ni feki. Lakini kikweli hizo taarifa ni ukweli. Kwa hivyo katika hii barua, mpenzi mtazamaji, unasikia hao vijana wameweza kusema kwamba wanalaani kitendo cha serikali kujaribu kufutilia mbali kanda hiyo kwa kusema kwamba ni feki inayopotosha Watanzania, kipindi ambacho taarifa hiyo ni ukweli, ikionyesha wapendwa wetu waliokuwa wameuawa. Kama haujaweza kupata hiyo kanda, naomba uweze kunitafuta nikutumie mbio sana. Haya ya pili kasomeka kwamba ushahidi usio na shaka umeonyesha maiti hizo takriban ya 200 kuwepo katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Mwananyamala, huku baadhi ya maiti zikitambuliwa na ndugu zao. Kwa bahati mbaya, baadhi ya ndugu wa marehemu wamedai kuwa hawajapewa maiti hizo na hadi sasa hazijulikani zilipo. Tunautaka uongozi wa hospitali ya Mwananyamala kuepuka kujihusisha na vitendo vyovyote vya kuficha ushahidi wa maafa haya ya halaiki, kwani hatua kali zitachukuliwa kwa wahusika kwa mujibu wa kisheria. Nasikia mpenzi mtazamaji,
Vijana hawa wanasema kwamba wako na ushahidi tosha kwamba maiti hizo ambazo zinasambazwa kwenye mitandao ya kijamii ni kutoka kwa hospitali ya Mwananyamala. Kwa hivyo wakaweza kuonya usimamizi wa hiyo hospitali wasije wakaficha hiyo miili. Ndugu wengine wameweza kusema kwamba wametambua wapendwa wao wakiwa kwenye hiyo hifadhi ya wafu Mwananyamala kwenye kanda ambazo zinasambazwa mitandaoni. Kwa hivyo vijana wa Tanzania wakaweza kuonya usimamizi wa hospitali hii ya Mwananyamala kwamba wasije wakahusika kwenye vitendo vya kuficha ushahidi wa maiti haya. Namba 3, wakaweza kuambia kwamba kupitia vyanzo mbalimbali ndani ya vyombo vya usalama tunalazimika kutoa tahadhari ya usalama kwa raia wa kigeni wanaotaka kutembelea Tanzania kuanzia sasa hivi hadi Januari kuwa hali ya usalama Tanzania ni tete. Hadi sasa serikali imedhibitisha uwepo wa maelfu ya wahaini na magaidi ambao wamekamatwa na vyombo vya usalama na kufunguliwa kesi katika mahakama mbalimbali nchini. Kwa hivyo haya hiyo ya 3 wakaweza kuwaambia wageni kwamba Tanzania sio salama. Tanzania kuna utovu wa usalama na jeshi la polisi limegeukia kuweza kuwaua Watanzania. Jeshi la polisi badala ya kuweza kuwalinda Watanzania wameweza kugeuka kuwaua Watanzania. Kwa hivyo wakaweza kuwaambia wageni jihatari na kuingia Tanzania. Tanzania hakuna usalama wa kutosha. Haya ya mwisho ikasomeka kwamba hivyo tahadhari hii inatolewa kwa raia wa wageni. Kwa raia na wageni, kwani bado makundi ya wahalifu ya counter terrorism CT au chinja task force, majeshi ya mamluki kutoka nchi jirani pamoja na makundi mengine ya wahalifu wanaofanya kazi na askari wasio waaminifu wa jeshi la polisi Tanzania wameendelea kufanya vitendo vya kihalifu vya kuteka, kubaka, kutesa, kuua na kupoteza raia wasio na hatia. Kwa hivyo wakaweza kueleza kwamba kuna kikundi ambacho kinaitwa Counter Terrorism Tanzania ambacho kinaongozwa na mtoto wa Samia Abduli. Vile kuna kikundi ambacho kinaitwa Chinja Task Force, majeshi ya mamluki ambayo yanateka nyara wa Tanzania na kuwaua, vile kuwanajisi, vile kuwapoteza. Wakamalizia kusema kwamba imetolewa na wananchi wazalendo wanaodai haki, uhuru, usawa, uwajibikaji, ukweli na kupatikana kwa katiba mpya inayotambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hivyo wameweza kusema kwamba wao wanataka Tanganyika ambayo hiko huru. Ukiweza kusoma hiyo ripoti kwenda chini. Kwa hivyo kitu ambacho kimeweza kufanya wananchi wa Tanzania kupiga marufuku wageni kutoingia Tanzania haswa msimu huu wa Krismasi mpaka Januari ni kutokana na kwamba serikali ya Tanzania imekataa katakata kukubali video ambazo zinaendelea kusambazwa mitandaoni zikionyesha raia wa Tanzania wakiwa wameuawa na wamerundikanishwa kwenye chumba cha kuhifadhi wafu upande wa Mwananyamala. Kwa hivyo kitu ambacho kimefanya wananchi wa Tanzania kuambia wageni wasiingie Tanzania ni kwa sababu mauaji yaliweza kutekelezwa na serikali, na mauaji hayo ambayo yaliweza kutekelezwa, mpenzi mtazamaji, serikali imekataa katakata kuwajibika. Kwa hivyo wanawashauri hivi, msiingie Tanzania kwa sababu serikali hii imekataa kuwajibika, kukubali kwamba wao ndio waliweza kuua wananchi, kwa sababu mgeni anaweza akaingia Tanzania auawe au apotezwe, kwa sababu au apotezwe alafu serikali iseme kwamba hawajaweza kuhusika. Tanzania si salama kwa raia wa kigeni. Ni wajibu wa kila mtu kuwaambia wageni na hata diaspora wasije kwa sasa. Nchi imekuwa hatari, maana serikali haramu muda wowote
unaweza kukuua na kutokomea na mwili wako na kudai ni AI. Tusikubali kupokea wageni, maana mmoja wao akiumizwa au kuuawa, tutachafua nchi vibaya. Acha tusafishe kwanza nchi. Kwa hivyo wameweza kusema kwamba sababu kuu ya kuzuia wageni wasiingie Tanzania ni kwa sababu hawataki mgeni akuje kuuawa Tanzania. Vile vile wanasema kwamba akiuawa, serikali inaweza ikakataa kwamba huyo mgeni hakuingia Tanzania. Na nielewa mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo wamewaambia wageni ambao wanaingia Tanzania, ambao walikuwa wamepanga kuingia Tanzania, mfikirie vizuri, kwa sababu Tanzania sio salama. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Je, Samia atawezana na vijana wa Tanzania kweli? Mimi ni Bwana Ezra. Zidi kupiga subscription, zidi kubonyeza kengele, kwa sababu ni mimi ndiye ninajitahidi sana kuweza kuhakikisha kwamba unayapata yale yote ambayo yanaendelea kutendeka Tanzania. Asante sana.